Sasa fikiria, wakileta tozo ya mazao, wakaleta tozo ya mifugo, nyie si wakulima? Mageti ya mazao yako kila mahali, au nakosea? Lakini ukifika kwenye geti lazima unyonyolewe, au nakosea? Yaani unyonyolewe kwenye geti. Ukifika hapa makongorosi vile vile hawakuachi. Ukiwa mfugaji hivyo hivyo, ng'ombe akiwa zizini wanakunyonyoa. Ukitaka kwenda kumuuza inabidi upate kipande cha bwana mtendaji, sio? Unakipewa bure, wanakunyonyoa. Ukifika mnadani wanakuambia toa makanyagio, unanyonyolewa. Ukimchinja utachinja bure. Bwana mifugo anakuja anashikashika hivi eti alifanya anapima, anakunyonyoa. Ukinunua nyama mama ntilia, unataka kuuza wali wapita njia tule kama mimi, utauza wali hivi hivi, wanakunyonyoa. Mchoma mishkaki unanyonyolewa. Makongoro wanakunyonyoa. Imebaki ngozi, utauza ngozi bure nchi hii, unanyonyolewa. Sasa utapata chochote? Hali yako itakuwa nafuu? Na yote hii ni kwa sababu ya namna tunavyochagua. Mnanielewa? Kwa sababu huku kunyonyolewa kote huku ni maushuru yaliyopitishwa na madiwani. Madiwani ambao hamjawachagua kwa sababu wamepitishwa bila kupinga. Mnanielewa? Mnanielewa? Sasa ndugu zangu, tunaendelea namna hii. Tunakwendaje mbele na chaguzi za aina hii? Hii habari ya Chunya, habari ya makongorosi ndio habari ya Tanzania. Leo mkutano huu ni mkutano wa 12 tunafanya tangu siku ya Jumapili. Tumefanya mikutano mkoa wa Rukwa, kwenye majimbo yote ya mkoa wa Rukwa. Tumefanya mikutano ya hadhara kama huu kwenye majimbo yote ya mkoa wa Songwe. Na leo tuko Mbeya, tunamalizia mkoa wa Mbeya. Hii ndio hadithi ya mkoa wa Mbeya, ndio hadithi ya mkoa wa Songwe, ndio hadithi ya mkoa wa Rukwa, ndio hadithi ya Tanzania nzima. Tuna mfumo wa kiuchaguzi ambao hauturuhusu tena kuchagua viongozi tunaowataka. Tukienda kupiga kura kwenye vituo vya kupigia kura, hawa mapolisi hao ambao na wao wamepigwa, ambao na wao wamepigika, kila mmoja anakuja na kabegi mgongoni. Kamejaa nini? Kamejaa kura feki. Kamejaa kura feki. Hawa walimu hawa wanaonyonywa wamenichoka mbaya, kila mmoja na kabegi. Kamejaa nini? Kura za uongo. Unanielewa? Halafu wanazuia mawakala wa Chadema, wanazuia mawakala wa upinzani, wanajaza masanduku kura za uongo. Wanarudi madarakani, mnakuja kulipia dhambi zenu. Sawa sawa? Kwa hiyo ndugu zangu, utaratibu huu ukoje? Huu utaratibu wa uchaguzi zetu ukoje? Ni utaratibu wa CCM. Mnanifahamu? Tume ya uchaguzi inayoitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haina uhuru wowote. Ni tume ya CCM. Mwenyekiti wake anateuliwa na rais, na Rais Samia ni mwenyekiti wa CCM. Kwa hiyo anateua mwenyekiti wa tume CCM. Makamu mwenyekiti wa tume ni CCM, kwa sababu anateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wote wa tume ni CCM.
Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya hapa CCM ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Hawa watendaji wa kata wanaosimamia udiwani ma-CCM watupu, mnanielewa? Na hawa walimu wanaokuja kusimamia kwenye vituo ma-CCM watupu. Watatendaje haki? Watatendaje haki? Kwa kuanzia juu mpaka chini, kuanzia juu mpaka chini ni mfumo wa CCM. Ndio maana ya matokeo haya ya uchaguzi, ndio maana ya sifuri hizi. Hizi sifuri hazijatokana na kura za wananchi, zinatokana na mfumo wa uchaguzi kuwa mfumo wa CCM. Sasa baada ya mwaka jana, baada ya matokeo ya mwaka jana, tukakaa kwenye chama, tukakaa kwenye kamati kuu kuzungumza hii habari. Tukasema tutaendelea namna gani? Namna hii. Tukienda namna hii tunatoboa. Tukiendelea namna hii tutafika popote. Sasa kama ingekuwa wanaiba peke yake, pengine ingetuuma sana. Lakini kibaya zaidi, ndugu zangu, kibaya zaidi ni kwamba chaguzi za Tanzania sasa hivi lazima ziendane na mauaji ya wananchi. Hakuna uchaguzi unaopita bila watoto wetu kutolewa kafara ili CCM washinde. Tumetoka Tunduma, tulikuwa Tunduma juzi. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji na mitaa Tunduma wameua mtu pale. Manyoni kwetu waliua mgombea wenyekiti wa kitongoji, kapigwa risasi 4 na polisi mbele ya mke wake na watoto wake nyumbani kwake, ili kesho yake asichaguliwe mwenyekiti wa kitongoji. Kama unaua mwenyekiti wa kitongoji, ikifika kwenye urais itakuwaje? Inakuwaje? 2020 waliua uzi ambazo lazima tutolewe makafara. Tutaenda nazo mpaka lini? Ndio maana baada ya mwaka jana tumekaa kwenye kamati kuu tukajadili hii habari. Tukasema sasa, badala ya kusema turudi kwenye uchaguzi mwaka ujao, cha kwanza cha kufanya ni kubadilisha utaratibu wa uchaguzi, kuondoa utaratibu huu wa CCM. Kwa hiyo tunaposema no reform no election, tuna maana hiyo. Tuna maana kwamba tubadili utaratibu wa uchaguzi ndio twende kwenye uchaguzi. Tusiende kwenye uchaguzi, usifanyike uchaguzi bila kuwa na mabadiliko yatakayotuwezesha sisi wananchi wa Makongoloti kuchagua watu tunaowataka, kuchagua chama tunachokitaka. Tumechoka wizi wa kura. Tumechoka kuenguliwa wagombea wetu. Tumechoka kuzika watoto wetu kwa sababu ya kafara za utawala wa CCM. Na tumechoka adha kubwa tunayofanyiwa sisi wananchi kwa sababu ya kutawaliwa na hawa ambao hatujawachagua. Hivi hebu fikirieni. Yeye mlimchagua Samia.
Mlimchagua Magufuli. Ngoja niwaambieni habari ya siri ya Magufuli na Samia. Siri ya uchaguzi wa rais 2020. Sheria ya uchaguzi inasema hivi. Sheria ya uchaguzi ya Tanzania kama ilivyokuwa mwaka 2020 na kama ilivyo leo, baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa, baada ya tume kutangaza matokeo ya uchaguzi, inatakiwa kuchapisha matokeo hayo jimbo kwa jimbo nchi nzima. Kitendo cha mwisho ambacho tume inafanya katika mchakato wote wa uchaguzi ni kuchapisha matokeo ya uchaguzi wa rais jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Inachapisha matokeo ya uchaguzi wa wabunge jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Inachapisha matokeo ya uchaguzi wa madiwani kata kwa kata,